فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. Tafuteni ukaribu kwake yeye kwa matendo ambayo anayaridhia. Enyi waja, msadikisheni Allah na mjumbe wake fima akhbara, kwa yale walioyaeleza wao, yale aliyokuwa amewaamuru na amewakataza kwa kumtii yeye, kuchunga zile njia zake, kufanya matendo na ibada. Bismillahirrahmanirrahim. Atawassulu fi lughati wal Qur'an. Maana tawassulu fi lughati wal arab. Watukufu wa Islam, wale ambao mnaangalia Fadhakir TV, tunawaleteni kipindi chetu cha kuzinduka, kipindi cha zinduka. Tunahitaji kuwazindua Waislamu kwa maana nzima ya juu ya atawassul, ili waweze kufahamu maana ya tawassul, maulama wamesemaje kuhusu tawassul, na baadhi ya aya zilizoshuka zinazoelezea tawassul. Na je, manabii wenyewe wanafanyiwa tawassul? Na muda gani tendo linakuwa jema ili liingie katika tawassul, na aina za wassul? Utajuaje kwamba hii ni tawassuli imekubalika na ni ya kisheria? Basi haya kwa machache ndio tunayotaka kuelezea katika kipindi chetu. Kwa hiyo ili tuweze kwenda pamoja, lazima tuanze kueleza maana ya tawassul. Atawassul maana yake ni njia. Mtu anafanya njia ya kuendea kitu ambacho anakihitaji au anashauku nacho ili jambo lake liweze kukamilika. Kwa hiyo hapa ataqarrubu ila almatlubi wa tuwassilu ilayhi biraghba, kwamba jambo lake hilo anajikurubisha kwa kukihitaji hicho kitu, alafu kisha anataka sasa kiwe kimfikishe kwenye yale mafanikio yake au shauku yake. Hiyo itaitwa tawassul. Au wasala ila Allah Ta'ala tawsila, ai amefanya tendo kwa kujikurubisha kwa Allah Tabaraka wa Taala ili iwe ndio wasila wake. Kwa hiyo alwasila ni njia ambayo inamfikisha mtu katika lile jambo ambalo amelikusudia kwalo. Kwa hiyo katika baadhi ya aya, katika aya inasema kwamba wabtagu ilayhi alwasila, ay haqiqatul wasilatu ila Allah Ta'ala. Huu wenyewe hakika wa wasila wa Allah Tabaraka wa Taala, muraatu sabilihi, kuchunga zile njia zake, bil amali wal ibada, kufanya matendo na ibada ambayo yenyewe kisheria inatakiwa afanye mja kwa mujibu wa Qur'ani na hadithi jinsi zilivyokuwa zimeelezea. Kwa hiyo hili neno wasila hili katika Qur'ani limekuja katika aya mbili kwamba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila wajahidu fi sabili la'allakum tuflihun. Wa qawli subhanahu ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adhabahu inna adhaba rabbika kana mahdhura. Hizi aya ndo zinazoelezewa kwamba fa amal ayatul ula faqad qala imam al-mufassirin al-hafidh ibn jariri rahimahullah fi tafsiri. Ama aya ya kwanza Imam Ibn Jariri anasema ya ayyuhalladhina saddaqullah, enyi waja msadikisheni Allah wa rasuli na mjumbe wake fima akhbara, kwa yale walioyaeleza wao, wa'ada min athawabi, na kaidi thawabu, wa'ada min al'adhab min al'iqabi, na akawa amekemea kutokana na adhabu. Ittaqullah yaqulu ajibu Allah fima amarakum wa nahakum, yale aliyokuwa amewaamuru na amewakataza, bitaat lahu fi dhalika, kwa kumtii yeye. Wabtagu ilayhi alwasila yaqulu watlubu alqurba ilayhi bil amali bima yardi, tafuteni ukaribu kwake yeye kwa matendo ambayo anayaridhia. Kwa hiyo wasila ni kutafuta matendo anayoyaridhia Allah Tabaraka wa Taala ili yafanye mtu yamfikishie katika pepo ambayo yenyewe atakuwa ameiridhia. Wanakala al-Hafidh Ibn Kathir an Ibn Abbas radhiallahu anhuma anna maana al-wasila
fi alqurba, na wenyewe ni ukaribu. Wanakala mithlu dhalika Mujahidi wa Abiwai wal Hasani wa Abdullah ibn Kathiri wa Sudda wa Ibn Zaidi wa ghairu wahid. Wanakala an Qatada qawluhu fiya ay taqarrubu ilayhi bi ta'ati, jikurubisheni kwa Allah tabaraka wa taala kwa kumtii, wal amalu bima yardhi, na kufanya yale anayoyaridhia. Thumma qala Ibn Kathiri wa hadha alladhi qalahu haula'i al-a'imma, haya waliyosema awama ulama wa la khilafa baina al-mufassirin fi, hakuna itilafu yoyote kwamba alwasila ni kufanya jambo, kufanya ibada ambayo Allah tabaraka wa taala anairidhia, na yeye atakuweza kukulipa pepo. Wa ama al-ayatu ath-thaniya faqad bayyana sahabiyul jalil Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu munasabata nuzuliha allati tuwadhihu ma'anaha faqala nazalat fi nafarin min al-arabi, nazalat fi nafar min al-arabi kanu ya'buduna nafara min al-jinni fa aslama al-jinniyun wal-ins alladhina kanu ya'budunahum la yash'urun. Asema sahaba hapana tafsiri kwamba aya hii ya pili imeshuka kwa kundi la Waarabu, juu ya Waarabu hao walikuwa wanawaabudu majini, wao walikuwa ndio wanawategemea. Kwa hiyo wasila wao Waarabu kipindi hicho ulikuwa ni kwa majini. Kwa hiyo majini hawa sasa shekhe akawa anasema hapa fa aslama aljiniyun, majini wakaslimu, wal insu alladhina kanu ya'budunahum la yash'urun, na watu waliokuwa wanaabudu wale Waarabu ilikuwa bado hawajui. Kwa hiyo ikawa imeshuka ile kwamba utagu ile ili wasila ai tufanyeni taqarrubi ila Allah, acheni hawa majini, hawataweza kuwasaidia nyinyi chochote kwa sababu wenyewe wameumbwa. Qala al-Hafidh ibn Hajari radhiyallahu rahimahullah ay istamiru al-ins alladhina kanu ya'buduna al-jinn ala ibadati al-jinn. Wai katika hii aya ya pili kwamba waliendelea wanadamu ambao walikuwa wanaabudu majini kujua ya kuabudu majini, na majini sasa waljinnu au majini la yardhauna bidhalika likaunihim aslam, ilikuwa wao hawaridhi kwa jambo hili kwa sababu wameslimu. Wa hum alladhina saru yabtaguna ila rabbihim alwasila, na wao pia walikuwa wanatafuta njia kuelekea kwa Allah wao wenyewe kwa nafsi zao. Wa hadha huwa almu'tamadu fi tafsiri alaya, na hii ndio inayotegemewa katika tafsiri ya hii aya. Qultu, shehe akasema, Sheikh Albani, wa hiya sarihatu fi anna almurada bilwasila ma yutaqarrabu bihi ila Allah ta'ala, ni yale ambayo anayojikurubisha kwayo mja kwa Allah tabaraka wa taala. Walidhalika qal, kwa sababu hiyo akawa amesema yabitaghuna ay yatlubuna, wanatafuta ma yataqarrabuna bi ila Allah ta'ala, yale ambayo yatakurubisha kwa Allah tabaraka wa taala min al-amali salihah, katika matendo yaliyokuwa mema. Wa kadhalika tushiru ila hadhihi dhahira, wazi unaelezea na kuashiria al-gharibatu mukhalifa likulli tafkiri salim, inaenda kinyume na yule ambaye anafikiri kwa akili zilizokuwa sawa sawa. Kwa hiyo masala ya wasila ni tayari tumeshaweza kufahamisha kwamba ni njia inayomkurubisha mtu katika jambo lake lile analolihitaji la mapenzi zaidi. Na Waarabu walikuwa wanaabudu majini na wanawafanya wao ndio njia ya kuendea kwa Allah tabaraka wa taala. Hata Isa alisema maneno kama haya kwamba mimi ndimi njia ya Bwana, mtu haji kwa Bwana isipokuwa kwa njia ya mimi, kwa maana akusudie yeye abudiwe, kwamba yeye ana mafunzo ambayo watu watawafikisha kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kwa wale maulama tumeziona juu ya zinavyoelezea kuhusiana na masuala mazima ya wasila au tawassuli, hiyo iliyoelezwa hapo. Kwa hiyo sababu nuzuli ayati tawassul tumeshazieleza kwamba aya ya kwanza Ibn Jariri ameelezea kwamba watafute watu njia na matendo yaliyokuwa mema kuelekea kwa Allah tabaraka wa taala, na aya ya pili sahabiul Jariri ameelezea kwamba ilishuka katika kundi la Waarabu waliokuwa wanaabudu majini. Kwa hiyo ikawa majini wenyewe wakawa wameslimu, wao wakawa wanaendelea kuabudu katika watu, na Ibn Hajar kasema hivyo. Kwa hiyo wasila za namna hii haziwezi kukubaliwa. Je, halil anbiya tawassul? Je, manabii wenyewe sasa
wanaombwa ili ndio iwe njia kufikishiwa kwa Allah kwa tabaraka wa taala. Kwa risala, kwa ujumbe, wao ndio wametumwa. Kutawasuli kwa ujumbe, wao ndio wametumwa, kwamba watu wanatakiwa waamini manabii wote ili Allah tabaraka wa taala hawapeleke peponi. Na huko kuwaamini mitume kwamba ni swala la msingi na ni swala la kiimani, na lenyewe pia ni njia ya kumfikishia mtu kwa Allah baada ya kuamini mitume yale waliokuwa wamekuja nayo. Na dhati ya manabii pale walipowazima wenyewe manabii, hatuwaombi, badala yake tunawaambia nabii, omba kwa Allah ili tuweze kupata unafuu. Mfano, kwa kipindi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ameomba sana mvua kwa kuelezwa na watu. Mabedui wanakuja wanamwambia Muhammad, jua huko nje bwana na mimea inaangua, mitende itakufa hii. Anaomba dua, mvua inanyesha. Mvua inanyesha mpaka kunakuwa na mafuriko, mpaka majumba yanabomoka kiasi. Anaweza Muhammad, muombe Allah tabaraka wa taala bwana aondoe mvua, nyumba zenyewe zinaharibika, mimea yenyewe tena tumiombee na itakufa tena, itakuwa haiwezi kubadilisha katika namna ya oksijeni na carbon labda au na hydrogen, hii itakuwaje? Basi omba ili haya maji yaondoke. Mvua inaondoka, anambia ile aljabali, ile mvua zinyeshe katika milima na mabonde na sehemu zingine za mito, mvua inaondoka kwenye sehemu za mazao yao na sehemu ambazo wanaishi. Lakini sio hivyo tu, Nabiiullah Isa walimuhitaji Mayahudi chakula kutoka juu. Akamwambia bwana, chakula hiki kikishuka kutakuwa kuna athari kwa atakaye kula alafu na asimwamini Allah. Nabii Isa kaomba, Allahumma anzil maida minas samaa, ishushi tuchukue chakula kutoka mbinguni kama sura inavyoelezea. Wakawa wanakula, aliyokuwa amekula akabisha kutokufuata mtume katika wasila wake wa kisheria, alikumbana na kisago cha Allah. Kwa hiyo risala inafuata dhati, tunawaomba wenyewe wamuombe Allah tabaraka wa taala tupate baraka zao. Ama heshima au cheo, hii ndio maulama wanakuwa wanazungumza sana kwamba inaweza ikafikia mpaka katika sura ya shirki. Kwa nini? Kwa sababu wakati mwingine unamwambia Muhammad afungue vifundo vyako, labda akuwa yeye ndio mwenye atoe khairi, labda ina maana wakati yeye anahusika kwa Allah, na yeye na maswahaba walikuwa hamuogopi mtume bali walikuwa wanamuogopa Allah, na yeye kawafunza mara nyingi kumuelekea Allah tabaraka wa taala, kama utakavyosikia kwa muda mfupi ujao. Je, muda gani tendo linakuwa jema? Mata yakunu la amalu salihan, yani muda gani tendo linakuwa jema? Anasema atakapofanya mtu kwa ikhlasi na lenyewe likawa linawafikiana na masuala ya Qur'ani, hapa linakuwa hilo ndio jema. Kwa hiyo kwa jambo lake jema ndio litawafikiana na Qur'ani na hadithi, basi jambo hilo ndio litakuwa linaweza kuwa ni muhimu kabisa katika masuala yake yote. Kwa nini tunazungumzia mata yakunu na amalu salihah? Tunataka kuja sasa kuzungumzia kipengele kifuatacho ambacho chenyewe ni aina za tawasul. Aina hizi za tawasuli zinategemeana sana. Utegemeanaji wake kwanza, zipo tawasulul kaunia na tawasulul shar'ia. Kwa hiyo tawasulul kaunia ziko za halali na ziko za haramu au haramu. Tawasulul kaunia wanasema hivi maulama kwamba ni vitu ambavyo vinamfikishia mtu katika matlubu yake. Mfano, anaikuwa na pesa inamfikishia katika kupata huduma. Inamfikishia katika kupata huduma. Anayefanya biashara inamfikishia katika kupata faida, ile faida akafanyia mambo yake. Anayekuwa anakopesha vizuri kisheria tu anapata faida za kukopesha kwa mujibu wa sheria. Anayefanya biashara, anayelima, anayefanya biashara, kwa hiyo hawa wote ni watu wa kaunia, ni kwamba wasila, njia ya kuendesha katika masala yao ya sheria, ambayo hii ni masuala ya kaunia, kwamba wanasema wao kwamba money is a medium of exchange, kwamba hela bwana ni wasila wa kubadilishana, kwamba nakuwa na pesa nanunua daftari, nakuwa na pesa nanunua simu. Hiki ni kitu cha katikati. Niona kama mfano wa dalali, na kama wale mfano kule wa majini, na watu kule walitaka wala majini sasa wapeleke
ibada zao juu, kwa sababu walikuwa wana nguvu, walikuwa wanaruka na nini, wanakwenda haraka wapeleke matendo yao kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hii sasa kaunia hii ndio inakuja kupelekea kwamba ziko za Muharram kama vile mtu akikopesha kwa riba afu anasema profit, ili anauza ulevi wa Muislamu afu anasema ni biashara. Analima, lakini analima labda mazao kisheria yeye yenyewe huwezi kula, na labda mwisho wake yataratabu katika vitu ambavyo si vya kisheria. Hii pia inakuwa inakatazwa. Sasa anwaa hizi mbili ya kisheria sasa ndio ina sehemu tatu ambazo hasa ndio tuliokuwa tumekusudia. Hatujaikusudia ile ya Isa kwamba mimi ndimi njia ya uzima ya kweli, mtu aje kwa Baba ila kwa mimi. Na wala hatukusudii sisi Allahumma rabba hadhihi da'wati damma wa salati alqaima ati Muhammadin wasilatu wal fada. Hatukusudii ile wasila ya Muhammad hii katika sala. Sisi tunakusudia hapa sharia ambayo watu wamekaa wao wanafanya taqarrub ila Allah. Hizi ndio tunazohitaji sisi kuzizungumzia. Kwa hiyo tutakapokuwa tunazizungumzia ndio tunaweza sasa kupata ule uhalisia wake wa kujua tuweze nini cha kufanya kuondokana na masala haya. Watukufu wa Islam, tawassul ya kisheria ni tawassul biismi min al-asma'i llahi tabaraka wa taala au sifati min sifati, kwamba unafanya tawasuli kwa majina ya Allah tabaraka wa taala au sifa miongoni mwa sifa zake. Kwa hiyo kwa kufanya tawasuli hii ndio inakuwa ni safi, kwa sababu kuna aya zilizokuja 4 zinaelezea kwamba walillahi al-asmaul husna fad'u biha, kwamba Allah tabaraka wa taala ana majina mazuri, watu waombe wafanye tawasuli kwa hayo majina ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo ndio watakuwa wao wameweza kufika katika stage inayowapa utukufu na kufuata sheria ya Allah kama vile anavyokuwa anataka. Mfano, mtu aweza kufanya tawassul kwa jina la Allah. Allahumma inni as'aluka bi anni ushhidu annaka anta Allahu alladhi la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala qad sa'ala Allahu bi ismihi al-a'zam alladhi idha su'ila bi 'udiya wa idha du'a bi ajaba. Unaona huyu mtu hapa, kwa maana mwenyewe yani alikaa msikitini au sehemu nyingine yoyote, ili rawahu Buraida hadithi ibn al-Husayn kasema Allahumma inni as'aluka bi anni ushidu annaka anta Allahu alladhi la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala, mtume akasema qad sa'ala Allahu bi ismihi al-a'zam alladhi idha su'ila bi utiya wa idha du'a bi ajaba. Akaleta tena maadia ziko nyingi za hawa masahaba wakati wanaomba, Allahumma inni astajiruka, Allahumma inni sajabtu ajraa. Akawa ziko nyingi mifano iko mingi, na katika Qur'ani mifano pia imekuja iko mingi. Kwa hiyo hapa tumetoa mfano huu kama unaoona kwamba watawasuli ni wanani mzuri katika kutumia. Alladhina yaquluna rabbana inana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar, wa qawlu rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'a shahidin. Rabbana inana sami'na munadiya yunadi lil-iman an aminu bi rabbikum fa amanna. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. Kwa hiyo hizi zote ni aya ambazo mtu aweza kufanya tawasul kwa hizo. Na ukija katika hii hadithi mfano wa hii Buraida ndio unakuta kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hili neno ila hii aya maneno Allahumma inni as'aluka bi anni ushidu annaka anta Allahu alladhi la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala qad sa'ala Allahu bi ismihi al-a'zam alladhi idha su'ila bihi utiya wa idha du'a bihi ajaba, kwamba huyu mtu ameomba kwa jina la Allah tabaraka wa taala ismul a'zam, ambalo akiwa ameomba mtu kwa jina hili atapewa. Miona akiomba atapewa, akiwa ameomba tena kwa mara ya pili pia atajibiwa.
Kwa hiyo huyo mtu manake anatakiwa kuweka nia juu ya pale anapoomba kwa jina hili la Allah au mengineyo ya Allah, au 99 maarufu akakaa akasoma ya Allah ya Rahman ya Rahim al-Malik wal-Quddus as-Salam al-Mu'min wal-Rahman al-Muhaymin al-Aziz wal-Jabbar al-Mutakabbir wal-Khaliq wal-Bar, mpaka mwisho. Kisha baadaye akawa ameleta akaomba kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, kwa omba wake Allah tabaraka wa taala aweza akawa amemfungulia. Kwa hiyo basi watukufu wa Islam, tawasuli maana yake ni njia. Kwa hiyo hapa tunayozungumzia njia ya kisheria ambayo imekubaliwa na aina zake. Itakayokuwa si tunayozungumzia hapa, basi hiyo itakuwa sio ya kisheria. Ya pili wanasema ni mtu kufanya mambo yaliyokuwa mema mwenyewe. Kayafanya mwenyewe mambo mema, alafu baadaye akayaomba hayo yaweze kumsaidia pale atakapokuwa amezongwa. Mfano mwepesi tunatoa katika hadithi maarufu, hadithi iliyozoeleka maarufu kabisa na watu wamezoea. Ukisoma na ukieleza kila mtu anakuwa anaijua na hana wasiwasi. Si nyingineyo hadithi ya pango. Watu watatu walitoka katika safari yao wakaenda zao katika pango, baada ya kuwa wao usiku umewazonga, wakaingia katika pango. Juu likatoka jiwe likaziba. Kwa hiyo wakawa wamefikiri, wakasema hapa la yanju ahadumikum, hapa hatofaulu mmoja kati yenu kwenye kutoka kwenye jiwe isipokuwa alete tawassuli, njia ya mambo yake mema aliyoyafanya. Hapa ndio kuna umuhimu wa kufanya mambo mema. Kwa hiyo siku zote watu wanatakiwa wafanye mambo mema, na haya mambo mema yatawasaidia bi amwalikum wa anfusikum, kwa mali zenu na nafsi zenu. Waislamu sasa hivi kidogo wanakuwa na matatizo katika misikiti. Yani wakiombwa tu katika msikiti huo utakaoomba tu, Waislamu hawakanyagi. Nao wanakimbia kabisa. Fardat kaswara, kama simba kaswara wanakimbia yani. Lakini wakibashiriwa katika masuala ambayo si ya kimsingi, wanajaa bushra wala hawana wasiwasi wote. Wana magrupu mengi, kila mtu atashika magrupu hili, ndio na grupu lile, lakini hata hakuna magrupu ya kheri yakafahamika wala yajulikani, yani hamna. Hata matajiri si atuoni magrupu yao. Katika baadhi ya nchi wakirudi ndugu zako wanakuja wanakuambia bwana Dubai bwana kuna grupu la matajiri. Bwana sehemu fulani kuna grupu la matajiri. Bwana na zaka wanatoa na sadaka wanatoa. Bwana hasa hapa kuna magrupu mengi zaidi ya 20,000 zaidi ya bilioni, lakini yote hakuna hata moja ambalo linamnufaisha Allah. Hasa hizi dalili za kiyama ndogo hizi. Maana yake watu kama Qur'ani ile tunayoisoma ina sifa za watoaji, si Abubakar peke yake ndani ya Qur'ani katajwa mtoaji. Wako wengi. Na wengine walikuwa wanatajwa kwa ishara tu. Na walipokufa Uthmani, alipokufa Abubakari, Umari na wengine waliendelea kutoa. Kwa hiyo na mama Aisha na mama wengineo wa Kiislamu walikuwa wanahudumiwa na masahaba. Tena alikuwa sahaba mmoja tu na hajasema hata siku moja jamani mimi nishinda mimi, mbona mje kunisaidia huko? Hajasema. Lakini Waislamu Tanzania wana matatizo. Waweza wakajaa msikitini zaidi ya 500. Yaani ukachangisha kitu cha 30,000 ukashangikisha mwezi mzima. Sasa shagaa Waislamu mpigwa na nini, wanasingizia shetani? Unaona? Kwa hiyo haya ndio matatizo. Sasa hapa wasila hii, na wewe unaosikiliza utakayechukua concept zako, utakayejifanya unataka kupiga radi, sikiliza hii hapa. Hawa jamaa walikuwa watatu na kila mmoja alifanya tendo lake. Akaanza wa kwanza, sielezi kwa taratibu hapa. Mimi kwa sababu nimezoea iko ni maarufu, nitaanza popote, wewe utapanga wewe, utajua wewe. Lakini ni hivi. Alipoanza wa kwanza akasema, ya Allah, si hapa tuko katika shimo. Hii pango. Mimi nafanya wasila na tendo langu jema. Ilikuwa na kawaida yangu mimi na chemsha maziwa, baba na mama wanakula mwanzo. Sasa siku hiyo bwana watoto wamenishughulisha wanangu. Kwa hiyo mimi chelewesha mpaka wazazi wakalala. Mimi ikawa nimechelea kuamsha usumbufu na watoto nikawapiga mpaka wenye babu zao na bibi yao, alafu baadaye watakula wao na wao wakalala. Kwa hiyo walipolala wakaamka asubuhi wakanywa. Kwa hiyo sikufanya vile kwa ajili yako Allah. Hebu tusaidie sisi, wasila wangu, njia yangu mimi ya kutaka hapa niokoke ni wanasema hadithi na msimuliaji hadithi anasema jiwe likasogea. Wanapitisha mkono tu. Niona na sehemu ndogo tu ya kutolea pumzi. Wako watatu na wangeweza kusuffocate.
Yani wangeweza ule zile harufu yao, yani manake oxygen muongeze kafungue kaja carbon wakafa. Hilo kawa wameshaanza kutoa mkono. Hakaja wa pili na hilo akafanya tawassuli ya jambo lake jema. Akasema ya Allah, hakika yangu mimi niliajiri mtu nikampa anifanyie kazi. Sasa amefanya kazi tuliyokubaliana, ukafika muda wake ule ambao tahadadna tumwekeana deadline ya kulipana ule, jamaa kaondoka kaacha. Mimi nikachukua nikafanya istithmari, zikaongezeka zikawa nyingi. Alipokuja kutaka nimempa zote mpaka za ziada, na yeye akasema ya sahibul mal, wewe bwana wa mali, mbona unanitania? Akasema zote hizo, yani kama amemwachia mbuzi watano, akaja akakuta mbuzi 80, anaambia wote wa kwako. Kaacha ng'ombe wawili, akaja akakuta ng'ombe 90, anamwambia wote wa kwako. Je, wewe sasa, kama wewe kwa zama hizi za mabepari, kila siku simu zinabadilika na wewe kila siku kwenye mfuko wako unataka kwenda simu mpya, je, utamlipa mtu? Je, msikitini utatoa? Jamaa akachukua akasagwa akaondoka. Na wapo nyeria nyingine wanasema yuko hata kuna eneo la shamba, sijui kama ni kweli hiyo riwaya, basi jamaa pia akachukua kama basi haikuhusu. Sasa angalia jinsi tawasul, na Allah akutoa shimo lote ile sakhara lile jabari, akutoa lote, alitoa kidogo tu, wanapengeza kichwa tu, ili uone umuhimu wa kufanya mambo yaliyokuwa mema tena kwa ikhlas. Wa mwisho watatu amali yake ilibadilika. Ndugu yake na binamu au ndugu yake mama mdogo au mkubwa alitaka kufanya naye zina, akamwambia huwezi kufungua ipete mpaka kwa haki yake, na tayari alishampa pesa dirham za kutosha kwa ajili ya tendo lile. Akamwambia huwezi kufungua kwa haki ya pete hii mpaka uweze kuoa, kwa sababu mimi na wewe tunaweza tukaoana. Ndio sasa mimi namuogopa Allah kwa tendo hilo, basi siwezi kufanya, na wewe ushanitamkia Allah, mimi naondoka. Kwa ukisoma tasawur kabisa, ukipata tasawuri ya picha ya masala ya namna ya nguvu za kiume zinapompanda mtu, zinakuwa ziko kwenye uti wa mgongo, zinapanda mpaka kichwani, zinaelekea kwenye moyo, zinafika kwenye uume wake, zinafika kwenye hisia mbili, halafu zinafanya ule uume sasa uanze kutaharuku na kufanya salbi, unakuwa mgumu, na huyu jamaa kaacha. Fikiria wewe sasa kwenye tendo kama hilo, shafikia zote hizo za huo utaratibu wa kwamba huu ndio utaratibu ambao ukiweka ukifanya tu manii yanaweza yakadondoka muda si mrefu akaacha. Je, hauna mimi? Kwa hiyo ndio uone kwamba tawassul ya mambo mema ni muhimu kabisa. Kwa hiyo hawa watu watatu walifanya tawassuli iliyokuwa njema kabisa, na yenyewe ilikubaliwa, na hiyo ni ya kisheria hizi tatu. Kwa hiyo huyu unaona alikuwa ya kwake amebadilisha ikawa njema. Kwa hiyo wanasema jiwe likawa limeondoka lote, wakapata nafasi ya kuondoka. Sasa jifikirie wewe kwa matendo yako uliyoyafanya yatakuwaje. Kwa hiyo hiyo ndio tawassul. Ndio kaifa taarifu as-sahihu limaarifati al-kitab wa sunna. Vipi utajuaje kwamba tawassuli hii ni ya kisheria? Yani natumia njia hii kwa kumuomba Allah ili jambo langu hili ama kaunia ama sharia liweze kuwa sawa sawa. Anasema ni kwa Qur'ani na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo huwezi kuuza pombe kwa sababu Qur'ani imekataza. Huwezi kucheza kamari kwa sababu Qur'ani imekataza. Huwezi kuchukua riba kwa sababu Qur'ani imekataza. Huwezi kudhulumu watu wanakufanyia kazi alafu walipi, Qur'ani imekataza. Na mengineyo ambayo kisheria hayawezi kukubalika. Kwa hiyo watu wawe tayari kukaa kufanya tawassuli na zile imani ambazo wameziamini. Mfano mtu anaweza akafanya tawassuli ya kwamba ya imani yake aliyoiamini au kumpenda kwake mtume, akasema bwana, Allah, mimi naomba kwako wewe kwa hii imani ambayo mimi nimekuamini ni thabiti kabisa, basi niondolee tatizo hili, na mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam nimempenda kwa sababu hii hubi hii katika mapenzi ni miongoni mwa sifa zako, basi huyu mtu akawa ameweza kushufalia.
Kwa hiyo haya kwa mukhtasari watukufu wa Islam ndio tunayoelezea sisi muda huu, masala mazima ya wasila, tena tumeanza kufungua huo kurasa. Kwa hiyo usisahau kwamba hichi kipindi chetu sisi leo tumefanya cha zinduka, tumekuzindua wewe katika wasila, yani atawasuli. Tumeelezea hizo maana tawasuli, maana waqwalul ulama walivyosema, sababu nuzuli ya aya, manabii wanafanyiwa wao tawasuli kama wao kwa risala dhati au jaa. Tukasema jaa hapana, dhati walikuwa wanaombwa wao wamuombe Allah, ar-risala ujumbe wao kuamini, na jambo litapokuwa njema basi maana yake matendo yanakuwa mema pale ambapo inapokuwa sahibu yake amefanya kwa ikhlasi na amefuata utaratibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na aina za tawassuli tumetaja kaunia ndio hizo, na sharia ndio hizo tunazozimalizia, za kwamba mtu kafanya jema mwenyewe au kamuomba mtu aliyekuwa mwema akawa amsomee dua. Kwa hiyo yule mtu mwema anasoma dua kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hizi tatu ni muhimu kabisa, nazo ni za kisheria: kutumia majina ya Allah tabaraka wa taala na sifa zake, na kumuomba mtu mwema akuombee dua, na pia kufanya tawasuli ya matendo yako mema. Kwa hiyo hizi tatu ndiyo za kisheria, na utaijua tawasuli hii ya kweli katika kupima Qur'ani na hadithi. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Je, wewe ni mfanyabiashara na unatamani kuongeza viwango vya mauzo katika biashara yako? Usijali. Karibu Fadhakir TV. Tukutangazie na tukukuzie biashara yako. Sisi ni wataalamu wa matangazo ya sauti na video. Pia tuna maelfu ya wafuasi katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Hivyo tegemea wateja wengi ukifanya matangazo pamoja nasi. Je, ungependa kufanya matangazo na sisi? Karibu tukutangazie biashara yako. Tuna bonge la ofa. Gharama zetu ni nafuu na salama kwa watu wote. Tupigie simu namba 0718820808. Nyote mnakaribishwa.